idadi ya wananchi waliojitokeza kuchukua vitambulisho baada ya kupokea SMS ni 565,876 ambao ni sawa na 30% tu ya watu waliotumia na kupokea SMS. Hii inasikitisha sana ndugu zangu waandishi, kwa sababu tulituma ujumbe kwamba baada ya mwezi mmoja tutasitisha, lakini tulipata vilio vingi, na nyinyi waandishi wa habari mkiwa mmoja wapo mkitaka kuuliza, sababu kulikuwa na msongamano mkubwa sana wa watu na baadhi ya ofisi zilifurika na tukaanza kutoa huduma za mahema kwa ajili ya kuhakikisha wengine na watoto na wengine hivi. Lakini kama kawaida yetu, baadhi ya Watanzania tumekuwa tukidharau, na hii yote ni kwa sababu bado hatukuweza kusitisha kwa kusikiliza kilio cha wananchi na hata baadhi ya viongozi wa kisiasa, viongozi wa kidini, kutokana na namba kubwa ya watu waliokuwa narundikana. Kwa hiyo tukaona tusogeze ile huruma ambayo ni kila muda wa Tanzania, na baadaye yanaanza kupokea matusi. Mimi nishatumia message nyingi, na kuna siku nilikuwa kituo kwa Dodoma, wanasema njaa, kuna nini, nguvu ya soda hawezi kufuta. Kwa hiyo maana kila mtu ana message hiyo, lakini wengine walikuwa wakifika anasema nilisahau au nimefuta. Hivi kweli jamani, utumiwe message kwamba unatakiwa ofisi ya TASAF ukachukue milioni 50, utafuta hiyo? Lakini why vitambulisho? Lakini kwa sababu tumekuwa ni waungwana na kwamba tukijali kilio cha Watanzania, lakini imekuwa ni mchezo. Katika kuhakikisha vitambulisho vyote vinachukuliwa na wahusika, tuilegeza masharti kama nilivyozungumza kwamba yeyote yule ambaye kwa sababu ya moja ama nyingine anaweza. Tulifanya hivyo kwa sababu moja. Kuna wengine walikuwa masomoni, kuna wengine walikuwa katika kazi wakati wanasajili, na kutokana na matatizo yaliyotokea kwamba vitambulisho vikuchukua muda mrefu. Unakuta mtu alikuwa anasoma UDOM, sasa hivi yuko Songea. Kwa hiyo isingewezekana apande basi na gharama kubwa kufuata kitambulisho Dodoma. Kwa hiyo tulitoa hiyo kwamba jamani, tuliruhusu kwamba una mtu yote mtumie hiyo SMS na namba yako, NID namba yako ya NIDA. Akifika pale akionyesha, akiandika na namba yako ile pale, kwa hiyo una utaratibu, atachukua details zake na utapata kitambulisho. Na wengi waliweza kufanya hivyo. Na mfano maeneo kama ya Dodoma, Mwanza, kwenye vyuo vikubwa vingi tuliweka eneo kabisa la wanafunzi wa vyuo ambayo kwa ni rahisi katika uchukuaji huo. Hata hivyo, pamoja na jitihada zote hizi, ni dhahiri kabisa kwamba kasi ya kujitokeza kuchukua vitambulisho vyao bado sio ya kuridhisha, na kama tulivyojua kusema huko nyuma, miongoni mwa sababu zilizochangia kusuasua vitambulisho vyao ni kuwa na matumizi ya hizi ni namba za NIDA, na kwa sababu hatukuchukua hatua, kwa wananchi wengi wamejua kwamba hizi ni nguvu za soda, na bado tuna vitambulisho vingi, na 30% tu ambavyo vimechukuliwa. Ndugu zangu waandishi wa habari, kwa kuzingatia kuwa tulikwisha tume SMS kwa watu wote, na tulishawatangazia kwamba tutafunga matumizi ya NIN namba kwa wale ambao tumekwisha zaisha vitambulisho vyao na kuwapelekea SMS. Napenda kuwajulisha rasmi, naomba msisitize hapa, tena sura yangu inaonekana hivi, napenda kuwajulisha rasmi, si kwa utani, kuanzia tarehe 1 mwezi wa 5 tunasitisha matumizi ya namba za NIDA kwa wale wote ambao walishatumiwa SMS za kwenda kuchukua vitambulisho. Narudia tena, kuanzia tarehe 1 mwezi wa 5 tutasitisha matumizi ya namba kwa wale wote ambao walishatumiwa, kwa sababu tayari system tunayo. Uwe umepoteza, uwe umefuta, hutapata huduma yoyote kwa kutumia namba. Ingawaje kuna baadhi ya watu ambao hawajapata namba kutokana na matatizo mbalimbali kutokamilisha usajili wao, au kuna matatizo ya uchapishaji, wale ambao hujapata namba ya kutoka NIDA, na utaendelea na matumizi hayo. Lakini sisi kwenye system tayari tunao ambao tumeshawatumia, tuna switch off. Narudia tena, hili hatuna utani nalo, na niombe waandishi wa habari nisije nikasikia kilio cha mtu yoyote. Na tukumbuke kwamba sasa hivi tunapokwenda, NIDA ni maisha na maisha ni NIDA. Tuna maboresho kuanzia mwezi
Julai tunaanza kusajili watoto wadogo kuanzia zilo. Tumarekebisho ya sheria ambayo tunayafanya kwa ajili ya register yote, ina maana mtoto mdogo anapozaliwa tu anasajiliwa mpaka na kwenye mashule. Ni kwa nini? Maelekezo ya NIDA sasa hivi, kama maelekezo ya Mheshimiwa Rais ambayo tutakuja kueleza huko mbele, tumepewa maelekezo ya jamii namba. Ina maana kwamba kila mwananchi mifumo iweze kusomana, atatumia kitambulisho cha NIDA. Tutakuwa na cheti cha kuzaliwa ndani ya NIDA, tutakuwa na bima ya afya, na baadhi ya hospitali wameshatangaza wanaanza matumizi ya NIDA na hasa nafikiri MOI. Kwa hiyo ina maana kwa mtoto mdogo ambaye hana NIDA itakuwa. Kwa hiyo tunaanza kusajili mpaka watoto wadogo. Tutaanza na pilot project ya wilaya 3. Tutaanza na wilaya Kilolo, Rungwe na Kusini Unguja. Kwa hiyo kabla siende, ni waombe sana watu wasifanye mchezo. Na katika hii tulivyo zote tutakuwa na vitu 9 katika vitambulisho, na tutaviboresha baadaye ambavyo vitakuwa na taratibu. Passport itakuwepo, tutakuwa na details za driving license. Hutapata tena driving license kama kadi, kila kitu ni kwenye NIDA. Ukibonyeza ni kila kitu, taarifa za passport. Lakini tutaenda zaidi malipo. Kwa mfano unataka kulipa SGR, unataka kulipa mwendo kasi, vyote vile. Na tayari tuna taasisi nyingi, hata baadhi ya mabenki wameomba kuingiza kwamba taarifa zao tutumie kadi moja kama maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Lakini tumejiongeza zaidi katika vitabu ambavyo tutaboresha. Tutaweka mpaka grupu ya damu, taarifa za grupu ya damu, kwamba grupu yangu mimi Masanja ni A. Kwa hiyo unaweza kujikuta una matatizo, umepata shida, ajali, au umezidiwa, watu wamekokota njiani, wanakupeleka hospitali ili wasipate tabu ya kwanza kupima tena. Wakichukua kadi na taarifa zako zote,